tutakuwa na zoezi, taona taarifa ya afisa lishe ambayo ndio ya msingi, tutapata taarifa ya afisa afya upande wa usafi na mazingira, lakini tutapata taarifa ya magonjwa yale yaliyokuwa yapewa kipaumbele. Yote yanahusu jamii yetu ambayo tunaisimamia mimi. Na haya mazoezi sasa kwa pamoja yatakuwa yanaenda kwa pamoja ili tuweze kupata matokeo chanya. Ni agizo ambalo tumeipokea kutoka wizarani na vijana tutatoka kwenye kikao hicho. Sasa kwa vile sisi Monduli kwa leo tunapanga kwa chetu cha jumuishi, hiyo agenda tutaiweka humo ili tuweze kupimwa kwenye kikao cha Juni ambacho tunategemea kufanya. Tulikuwa tunashuhudia kuandaa mpango wa bajeti ya lishe kwa ajili ya mwaka wa fedha ujao, na mwisho tutaona mpango wa lishe shuleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende moja kwa moja kwenye shughuli ya kwanza. Kama nilivyosema, ilikuwa ni mafunzo kwa walimu wakuu wa shule za sekondari, na lengo kuu la shughuli hii ni kuwajengea uwezo walimu wa shule za sekondari kuhusiana na swala la utumiaji wa vyakula vilivyoongezewa virutubishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli hii ilifanyika tarehe 17 mwezi wa pili na tulifanya katika shule ya sekondari ya Mtoto, ambapo mawasilisho kuhusiana na swala la matumizi ya vyakula vilivyoongezewa virutubishi, ikiwa ni pamoja na faida na matumizi yake, yalitolewa. Mafunzo ya lishe kwa watu mashuhuri. Hapa lengo lilikuwa ni kuwatumia au kuwapa elimu ya lishe au viongozi wetu wa kimila wa serikali na viongozi wa dini, maana tunajua ni kundi ambalo linasikilizwa na watu wengi, wana nguvu kubwa ya ushawishi. Na tuliweza kufanya zoezi hili katika kata ya Migungani, Ngaruka, Isilamei na Monduli, na viongozi 12 wa mchanganyiko wa viongozi wa dini, wa kimila na wa serikali waliweza kupata mafunzo haya. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kitengo cha lishe kimeendelea kutoa elimu ya lishe katika makundi mbalimbali mashuleni na sehemu nyingine. Kwa hiyo shule kama za Ngarash, Mfereji ya Mkata, Ndekinya, pamoja na shule za sekondari za Mtoto, Somo, waliweza kupatiwa elimu ya lishe katika maadhimisho ya kinywa na meno kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 21 mwezi wa 3. Shule ambazo zilikuwa watoto wapate chakula mchana ni shule za msingi, ikiwemo Naiti ambayo iko kata Makulu. Sasa hivi Naiti inapata chakula kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu 2025, sababu ni mtendaji pale na kama karibia mwaka mmoja sasa. Kwa baada ya kufika pale nilipata hiyo changamoto, niliendelea kushirikiana na mwenyekiti, lakini tulipata changamoto kidogo sababu kwa nilielekea mwaka wa uchaguzi. Baada ya uchaguzi kuisha, tulikaa kikao kwa kubaliana na wazazi, na kuanzia mwezi wa 3 mwanzoni watoto wanakula chakula shule. Kwa hiyo kwa sisi na hiki watoto wanapata chakula cha mchana. Halmashauri yetu ya Monduli miongoni mwa wilaya inayotekeleza kampeni ya Fanya Kweli Usibaki Nyuma, Mtu ni Afya, yenye lengo la kulinda jamii dhidi ya magonjwa yatokanayo na uchafu wa mazingira, usafi wa mwili na matumizi yasiyo sahihi ya vyoo bora. Halmashauri ya Monduli ina kata 20 na vijiji visivyozidi 66, na vyote vimepata nafasi ya kufikishiwa ujumbe huu kwa vipindi tofauti.